ambayo iko vizuri tactic and technically. Nje ya uwanja mkiwa mmeandaa mazingira mazuri, swala la maamuzi haliwezi kuwa shida. Pengine unaweza ukafunga goli hata nje ya 18. Unaweza ukafunga goli la mbali. Sawa sawa kama umejipanga vizuri. Kwa hiyo hayo mambo ya fulani, mwamuzi fulani kutoka Misri, sijui kutoka nchi gani anakuja kuamua, hizo ni hoja za mashabiki. Sisi watu wa mpira, sisi ambao tuna kwa mfano kama viongozi wa Simba, hawatakiwi kuwaza huko. Wanatakiwa kuwaza timu imepata muda mzuri wa kupumzika Afrika Kusini. Timu imefanya muda mzuri wa kutrain. Timu imefanya recovery. Timu haina fatiki haina yoyote. Hayo ndio mambo ya msingi ya kuzungumza. Kama hujajipanga tofauti na hayo ambayo nimekuambia, maana yake unaandaa mazingira ya kuleta lawama. Kwa hiyo na hayo pengine yabaki tu kwa mashabiki. Hayo yabaki kwa sisi ambao tunakunywa gahawa kijiweni, tunapeana story za hapa na pale. Lakini waamuzi kwa sababu Simba imefika nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, wamechezeshwa na hao waamuzi wengi sana. Hebu anza fikiria kutoka makundi mpaka leo ni waamuzi wangapi wamechezesha Simba. Mbwana huko nyuma hatujengi hoja kwamba fulani si aliwahi kutupendelea, fulani aliwahi kutunyonga, sijui nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hivyo ni vihoja mashabiki wanatakiwa wazungumze. Tena wale mashabiki oya. Sawa sawa wale ambao wanajua tu matokeo ni kushinda. Sawa sawa mashabiki wa design, mashabiki ambao wameendelea, wanajua kabisa dakika 90 kimalizika, hapa ndio naweza nikasema kwamba nimeshinda. Mchezo huu ni mchezo mgumu, ni mchezo ambao unahitaji mbinu, ni mchezo ambao unahitaji utulivu kwa benchi la ufundi, utulivu kwenye akili ya viongozi, utulivu kwa mchezaji mmoja mmoja, lakini na dua pia inahitajika katika mchezo huu, kwa sababu tunakwenda kucheza Afrika Kusini, kwenda kumaliza mchezo. Ile ni taifa na yenyewe inataka kuweka rekodi katika mpira wa Afrika hii, na yenyewe timu yake ikipita watu wake watafurahi, lakini rekodi itaandika kwamba timu ya Afrika Kusini imeingia finali, inakwenda kucheza na timu nyingine. Lakini waamuzi wamekuwa sehemu ya kuamua matokeo. Tumeshuhudia labda pengine uwezekano unachukulia kwa uzito mdogo sana. Waamuzi wamekuwa wakihusika kwa namna moja au nyingine kwenye kuamua timu ambayo inaweza kusonga mbele. Young Africans katika ardhi ya Afrika Kusini, muamuzi ni hakuwafanyia haki, ndio maana pengine watu wanakuja na hoja ya muamuzi aliyechaguliwa na CAF kwenda kuchezesha Simba. Umenikumbusha kidogo, lakini bado nasimama pale. Kama Yanga wangeshinda goli 2 bila, zote zingekataliwa. Sawa Sasa zingekataliwa. Yaani tunatengeneza hoja kwa sababu tunawaza kupata goli moja. Kama unaweza kupata magoli 3, moja ikikataliwa, si haya mengine yanakuvusha. Hilo la kwanza. Simba akiamua kulinda dakika 90 bila, Simba sikapita. Tuseme sasa Simba basi goli lake litakubaliwa, na wenyewe wajilinde. Sawa wajilinde, ibaki hivyo. Kwa hiyo hayo ni mambo tu ya hapa na pale, kutengeneza scenario za hapa na pale, lakini hoja msingi ni kwamba Simba akapambane kiume, akaiwakilisha nchi vyema. Lakini pia sikuna VAR. Lakini si ndio hayo sikuna VAR. VAR sinaongozwa na waamuzi. Sikuna VAR. Yaani watu wanaona mbali, VAR ndio inaongozwa na muamuzi. Muamuzi anaweza kukataa kwenda kuangalia. Maana yule ajuzi alienda. Na ile goli la Simba siliona kabisa. Lakini bado alikuwa analalamika. Ili chakato iliwekwa kuna design fulani kwamba
Kibu ameingilia mchezo hajaingilia, Kibu ameingilia mchezo hajaingilia. Unaona? Kwa hiyo ni sehemu ya mchezo. Sisi tusitafute sehemu ya kujificha. Sehemu ya kujificha? Tusitafute kichaka cha kujificha. Kuna ndege moja anaitwa kware. Kware huwa ana sifa ya kuficha kichwa hivi. Alafu eneo lote la mgongo wake liko wazi. Na mwewe anaona kwa juu, anampitia. Sawa sawa Kwa hiyo hoja yetu ya msingi tubaki pale pale. Simba ina ubora barani Afrika, iko namba 4. Simba ina wachezaji wazuri. Simba imefika hatua ya nusu finali sio kwa bahati mbaya. Simba imeshiriki mashindano hayo, hususan hatua ya robo karibuni mara 6 mfululizo. Simba imeshinda ugenini, Simba imeshinda nyumbani. Kwa hiyo Simba imekomaa. Simba imevuka vigingi vingi. Kama Stellenbosch ni kigingi kikubwa. Ili uwe mkubwa unatakiwa umbit mtu ambaye yuko juu yako, mfunge. Yani hiyo ndio taratibu. Ili uwe mkubwa inatakiwa upambane na mkubwa, umwangushe mkubwa ili uweze kuwa bingwa wa Afrika. Kwa mfano, ili ukamate namba 1, namba 2, namba 3 barani Afrika, inatakiwa uzishinde timu za Misri. Timu za Misri. Yani sio kumunya maneno, unatakiwa uzishinde. Yani uwe bora kwa timu za Misri. Pyramid zisikusumbue. Al Ahly. Ukimaliza za Misri, hizi za Afrika Kusini in and out. Lakini Misri kwa Misri ndo wameshikilia. Kwani hatua ya robo kulikuwa na timu 4 za Misri. 2 huku, 2 upande wa klabu bingwa. Kwa hiyo Misri ndio baba wa football Africa. Kwa hiyo unatakiwa watu wa Misri wakikusikia Tanzania, unasema bas shughuli imeisha. Wanaogopa. Lakini hivi kuogopana kina Stellenbosch, hii itakuwa sio issue. Lakini na Afrika Kusini bado wana timu ambazo zinashiriki kila msimu. Mamelodi wao na kina Kaizer. Sasa kwa nini wewe Misri tu? Simba nafikiri hajacheza na Mamelodi siku nyingi. Ila hawa kina Kaizer alifungwa hapa goli 3 mpaka wakamfukuza kocha. Orlando alishafungwa Dar es Salaam. Na yeye akaenda kupata kule nyumbani kwake goli, tukatoana kwa penalty. So naona Kwa hiyo hoja msingi. Kwenye mpira hakuna shortcut. Kwenye mpira lazima utunze kikosi chako kikae muda mrefu, lakini kwenye mpira lazima uwe na watu sahihi. Kwenye mpira lazima pia upate support nje ya uwanja. Lakini unaweza kuwa na watu sahihi lakini maamuzi yakawa na hawi upande wako. Maamuzi yapi? Kutoka kwa waamuzi. Utaonewa mwaka wa kwanza, utaonewa mwaka wa pili, mwaka wa 3 utapita. Sawa? Kwa mfano, mwamuzi atakaye kuchezesha mechi kwa mfano Simba akipita hii hatua. Mwamuzi atakaye kwenda kuchezesha finali sio huyu ambaye anachezesha nusu finali, ambaye amesimamia hii nusu finali. Sio, unanielewa hapo? Yani waamuzi hawafanani wote na hawawezi kutoka nchi moja kwenye michezo miwili. Sawa sawa Akitoka Guinea, mechi ijayo atatoka Algeria, mechi nyingine atatoka Senegal, mechi nyingine atatoka Misri, hivyo. Mwamuzi mmoja hawezi kuchezesha mechi zako 2 mfululizo, labda hiyo ligi kuu. Na hata ligi kuu watu wanalalamika kwamba bwana, kila mechi nikicheza nakutana na huyu mwamuzi sitaki. Kamati ni sikivu. Wanasema kwa nini analalamikiwa? Tuepushe, tupangie mwingine. Hata CAF wanaangalia kila hatua fulani kuamua mechi ya Simba anakuwa huyo. Kwa hiyo lazima waweke mazingira fulani. Mimi ninachoshauri Simba wakapambane kwenye ndani ya dakika 90. Dakika 90 ndio itakwenda kuamua. Kwenye rekodi Simba ni mkubwa. Kwenye hata rekodi zingine za kufuzu hapa Simba ni mkubwa.
Simba na majina makubwa ya wachezaji kuliko Stellenbosch. Simba na wachezaji na viongozi wenye experience. Unamzungumzia Azim Dewji, ameambatana na kikosi, alikwepo mwaka 93 finali ya kombe la washindi nafikiri. Sasa hivi ndio tunasema ndio hii shirikisho. Finali Simba imecheza na Stella na Abidjan. Hawa hapa. Lakini kuna viongozi pia wako pale Simba, kina Mzee Dalali, wale wanajua hizo mbinu zote. Sawa sawa. Kwa hiyo kinachotakiwa ni utulivu. Mchezaji wa mpira wa miguu anaingia kwenye mitandao, anasoma, anasikia maneno. Ukianza kusema kwamba huyu refa tuna mashaka naye, unamjengea sababu kwamba hata viongozi wamesema tumepata cha kuzungumza. Baadaye tutasema kwamba refa alituuma, refa alituonea. Kwa hiyo haya yote yanayohusu mashabiki tuwaachie mashabiki, yanayohusu viongozi wa timu tuwaachie viongozi, yanayohusu benchi la ufundi kila mmoja atekeleze sehemu yake, ili kuhakikisha kwamba mwisho wa siku taifa litakuwa limeshinda tukivuka hatua hii, kwa sababu ndio timu pekee ambayo imebaki kutoka Tanzania kwenye hatua ya nusu finali barani Afrika. Tafsiri yake ni kwamba ukitaja nchi 4 kama sio 3, kwa sababu Misri na timu 2 kwenye hatua hii, ukitaja nchi 3 na sisi tumo, hii ni sifa kubwa sana, hii ni heshima kubwa sana kwa nchi yetu, lakini pia kwenye medali za soka.